Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Maana ninasema timing ya kumtoa Khamenei na Iran iko wrong. Kama kutatokea mabadiliko yoyote ya ndani ya Iran kwa sasa, basi fahamu kuwa mabadiliko yametokea ndani ya IRGC. Yani IRGC wenyewe, jeshi la mapinduzi ya Kiislamu la Irani lenyewe labda likisalitiana, ndio unaweza katokea mabadiliko ya hivi sasa. Lakini kama hakuna uasi wa ndani wa IRGC, hawawezi kubadili utawala uliopo. Hawawezi kubadili kama hakuna uasi wa ndani. Mnakumbuka nilivyokuwa nazungumza na nyinyi kuhusu mgogoro wa Syria, wakati HTS wametoka tu Aleppo wakasogea wakaja Hama, walivyofika wakaja Homs. Walivyofika Hama, niliwaambia pale pale kabla hawajafika mbali, yani baada ya mji wa kwanza kudondoka mji wa pili, kama mnakumbuka vizuri nilivyoongea, ulivyofika mji wa tatu nikawaambia wamesalitiana, hakuna kunusurika kwa Bashar al-Assad, anakwenda, hawezi kuchomoka hapa, Bashar al-Assad anakwenda. Niliwaambia kwa sababu vitu vilikuwa wazi, yani usaliti ulikuwa wazi wa jeshi. Kwa watu ambao wanafuatilia mambo na watu tunaoifahamu Syria na watu wanaofahamu jeshi la Syria, kwa miaka mingi limeingia migogoro ya Lebanon, kwa miaka mingi limeshiriki kwenye vita, walikuwa na jeshi imara. Moja ya majeshi makubwa kabisa ya Kiarabu ilikuwa ni Syria, Iraq, Misri. Hayo yalikuwa majeshi makubwa kabisa ya Kiarabu. Jeshi linapoteza kwa vikundi chenye silaha kwa spidi iliyokuwa kubwa, manake ndani yake kuna mkono. Na niliwaambia wakati huo. Sasa Marekani tayari anashambulia Venezuela. Nasubiri kauli ambazo zilitolewa jana na Moscow kuwa Marekani iachane kushambulia meli, na Uchina aliingilia kati akasema kwa Marekani iache inachokifanya Venezuela. Marekani anaishambulia Venezuela. Mtarudi kwenye kile ambacho huwa ninawaambia. Mtarudi kwenye hiyo point yangu huwa ninawaambia. Marekani kawazidi mbali hawa wakiwa nyuma yako hawawezi kukutetea. Kwa nini Israeli anatembea mabega juu? Kwa sababu Marekani atamtetea popote atapokwenda. Washirika wa Marekani wana uhakika wa kutetewa na bosi wao pale wanapofanya madudu. Wanao uhakika. Muangalie Imarati anavyovuruga na anayoyafanya duniani na anavyosababisha migogoro Mashariki ya Kati na eneo lote la pembe ya Afrika. Jinsi anavyofanya UAE. Lakini anayo backup nyuma yake ya Israel America. Anakingwa na kila anachokifanya. Ndio hilo nawaambia, huwezi kuwajibishwa wewe ukiwa nyuma yako kuna Marekani. Lakini unapokuwa nyuma yako kuna Urusi na Uchina, hawa wenyewe wana mkubwa wao, hawawezi kukulinda. Unaona Trump anaitishia Iran, itabidi tuingilie. Urusi haoni, hasikii. Uchina haoni, hasikii. Hao si ndio wanafanya biashara kubwa na Irani? Hawa ndio washirika wakubwa. Urusi kafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye gesi kule Iran. Kwani hawasikii kuwa kama maslahi yao yatakwenda? No, Irani ni mwiba ule wa nungunungu, yani ni yule mdudu nungunungu. Unapokwenda kutaka kumuua, uende umejipanga, au ni kama paka ambaye umemfungia kwenye chumba. Unajua paka unaweza kumpiga kwenye eneo la wazi na akawa anakukimbia, lakini pale paka utapomfungia chumbani halafu ukasema leo lazima nikuue, ima atakuua wewe au muue yeye, anageuka kuwa chui. Ndio Irani alivyo. Irani ndio alivyo, na uwezo, ubora wa jeshi na kila kitu, still wana ubora wa hali ya juu sana ukilinganisha. Ndio maana naposema timing is wrong. Inawezekana walikuwa wamepanga kipindi hiki, lakini Marekani tayari kaanzisha vita Venezuela.
acha ile mzingiro, ilikuwa mzingiro, sasa ni vita tayari imeanza. Mashambulizi ya ndege hizi hapo zinashambulia Caracas, kwa mnaofuatilia TV mmeona tayari Marekani kaanzisha mgogoro Venezuela. Israeli hawezi kwenda kwenye vita na Iran at this time. Kwenye vita anaweza kuchochea vurugu za ndani zinazoendelea, lakini kuna kitu ambacho nilikizungumza jana. Kuna taarifa ambazo mnapewa na vyombo vya habari vya magharibi, halafu kuna taarifa halisi za ndani ya Irani at the same. Kama matatizo yalivyotokea kwetu, kuna taarifa zilikuwa zinatoka za upande mmoja tu, haupewi taarifa za upande wa pili kuwa yani nini kilitokea mpaka hawa yakawakuta haya, yani kuwa yes hawa wamefanya hivi, lakini nini kilicho nyuma ya hiki kufanya. Yani hatuonyeshwi kilichojificha nyuma ya kile ambacho kinaonekana kimefanywa. Kwa hiyo ndani ya Irani nimeona kuna tweet ya aliyekuwa bosi wa zamani serikali ile iliyopita, Mike Pompeo, ex wa CIA, ameandika kuwa Marekani tuko pamoja na waandamanaji wa Irani kwa msaada. Anasema Mossad endelea kufanya kazi. Anasema waandamanaji tokeni barabarani, mkifanya maandamano huku mkisaidiwa na Mossad, halafu sisi tuko nyuma yenu. Anasema hivyo Pompeo. Unaelewa ile kuwa tokeni mkiwa mnasaidiwa na. Taarifa ya ndani ya Irani kuwa wanaendelea kukamata silaha mbali ambazo zimeingizwa. Yani kinachofanyika ni kuwa kwa sababu tayari Trump akasema kuwa wakiuliwa waandamanaji sisi tutaingilia kati. Tayari kazi ya Mossad inayofanyika ndani ya ground ya ardhi ya Irani kwa mawakala wao uweni. Yani kwa hiyo mashambulizi ya kuua ili waandamanaji waonekane wameuawa. Halafu watafute uhalali wa Amerika. Lakini Marekani, unajua Irani, huwa ninawaambia mara kadhaa, huwa ninalizungumza mara nyingi, Irani sio Yemen, Irani sio Libya, Irani sio Afghanistan, wala Irani sio Syria. Hili liwekeni kwenye akili. Wakati Israeli na washirika wake wanawaza kuwa tunataka tufifishe nchi zote za Mashariki ya Kati tuzigeuze up and down, listi ya mwanzo kabisa katika nchi zote alikuwa ni Irani, lakini kila wanapokwenda wanairudisha nyuma. Miaka 3 tu au 2 baada ya mapinduzi yale yaliyoondoa kina Reza na wenzake kina Pahlavi ambao wanaimbwa sasa hivi kuwa ndio fursa pekee wanayoiona ya kurejeshwa ndani ya Irani, miaka 2 tu kuondolewa, tayari Marekani na washirika wa magharibi wakiwa na full power walikuwa tayari wamepanga kuondoa utawala. Tayari walikuwa wameshapanga kuwa lazima tufanye mabadiliko. Miaka 2 tu wakaanzisha vita kutokea Iraq. Miaka 8 Saddam Hussein wanampa kila kitu, pigana, lazima uipindue hii serikali, ikashindikana. Miaka 2 tu. Wa Irani, kama nilivyowaambia, kama mlifuatilia baadhi ya video sana zilizotoka jana, au ukitaka fuatilia live coverage kwenye TV za Irani hata asubuhi, angalia wa Irani wanavyofanya maandamano kwenda kwenye kaburi ile ya Qasim Suleiman. Yani kuna waandamanaji Irani, kama nilivyowaambia awali, kuna waandamanaji, yes, wapo. Kuna madai halali yapo ambayo yameuliwa na kauli kutoka nje. Yani kama wangeachwa waandamanaji wa Irani waliokuwa wanazungumza kuhusu yale ya kwao, walikuwa na uhalali wa mambo yao kwenda kushughulikiwa. Walikuwa wana uhalali wa mambo yao kwenda kushughulikiwa. Lakini nchi zilivyoingilia kutoka nje, zilivyokuja kuingilia kutoka nje na makauli kutoka nje, moja kwa moja serikali ya Irani haitilii maanani nguvu na inapata uhalali wa kuwashughulikia hata wenye madai halali. Kwa sababu tayari mmetumwa, hawa ndio mliowatuma, sasa sisi hatutaki kuingiliwa. Yani inakuja ni mnavuruga tu kile ambacho kinakuwa kimeendelea. Kwa hiyo kuna kile kinachoendelea ndani ya Iran, nimekizungumza mara kadhaa kuwa kipo, lakini kuna uhalisia ndani ya Iran bado. Kwangu mimi utawala wa Iran bado ni imara sana. Sitegemei kuona kuwa eti unaweza ukapinduliwa kwa hivi sasa au kusema kutoka mashambulizi, kwa sababu ili ubadili utawala ule kwa nguvu ambayo unataka kuitumia sasa hivi ya kijeshi, inabidi utumie ground invasion. Nchi imegawika, si kuwa iko upande mmoja. Wakati wa kina Shah wanaondolewa, nchi ilikuwa imesimama upande mmoja, haikuwa na upande.
Sawa, yani haikuwa imegawika huku na huku. Nchi ilisimama upande mmoja kuwa hatutaki huu utawala, hatutaki huu utawala. Kwa hiyo wakaweza kuondoa ule utawala ulikuwa pale kwa maandamano makubwa yaliyotokea, maandamano ya wanafunzi yaliyokuwa yanaratibiwa kutoka nje, yakaweza kuondoa utawala wakati ule. Sasa mara hii ni tofauti. Mara hii si nchi ile ambayo inasema kitu kimoja. Kuna wanaopinga wakiwa na madai yao ya uchumi na vitu vingine. Halafu kuna genge ambalo tunataka mabadiliko, tunataka serikali iondoke. Halafu genge kubwa lililopo ni lile liko upande wa serikali. Hatutaki uingiliaji kati wowote wa nje, hatutaki kusaidiwa na yoyote nje, tunataka tutatue matatizo yetu wenyewe. Sio, umeona hapo? Kwa hiyo utaona kuwa hapa ni vigumu kusema kuwa nguvu ya umma inaweza kwa sababu si nguvu ya umma ambayo ingekuwa ya pamoja, yani wote wangekuwa naimba wimbo mmoja kuwa tunataka. No, ni nguvu ya umma iliye katika pande mbili, tena sio pande mbili ambazo ziko equal, yani sio kuwa 50 kwa 50, yani unakuta ni 80 kwa 20, ni 80 kwa 20. Hapo ndio tofauti iliyopo. Sasa at least 7 explosion and low flight aircraft in Venezuela capital Caracas. Ni taarifa ambayo iko Al Jazeera na imekuwa ni breaking news. The explosion we are heard in Venezuela capital Caracas and the near major military base. Hakuna swala jingine, wanasema tunasubiri serikali ya Venezuela ituambie hiki ni kitu gani. Yani unasubiri uambiwe hiki ni kitu gani wakati unaona explosion kabisa, milipuko inaonekana kabisa na ndege zimepita kwenye anga. Sasa hii ni vita rasmi imeanza. Mpango kamili wa kumuondoa rais Nicolas Maduro sasa unaratibiwa na Machado atakwenda kupachikwa pale, Maria Machado kuwa rais. Nastaka kile huwa ninakizungumza na kisubiri kuona nusura ya Venezuela, nani atainusuru, kwa sababu kuna watu huwa nikizungumza wanahisi kama, yani unajua tuna mapenzi, huwa sikatai, tunayo mapenzi kwa baadhi ya viongozi, kwa baadhi ya nchi, ni kawaida kuwa kwenye mapenzi, lakini kuna mapenzi na uhalisia. Yani unaweza kuwa na mapenzi yako lakini hayaendi kwenye uhalisia wa kile ambacho unakiwaza. Kama vile unakiwaza hii Venezuela ingekuwa ni nchi moja ya nchi iliyo nyuma inaolindwa na Marekani, wasingeweza kuivamia wengine, wasingeweza. Lakini hii ni nchi iko chini ya China na Urusi, ndio wafanyabiashara wakubwa. Mara zote wanakutumia ujumbe tunakuunga mkono kwa nguvu zote, tuko na wewe kwa nguvu zote, wanakupa kichwa tu. Lakini kiuhalisia akija mwingine pale utawashangaa kuwa wao ndio wa kwanza kwenda kusaini mikataba ya kibiashara na hiyo serikali nyingine. Utadhani labda eti walikuwa na kulinda we. No. Sisi tupo kwenye nchi yako kwa sababu ya, lakini pale tunapokuja kuhakikishiwa kuwa maslahi yenu hayawezi yakaondoka hata kama utawala mwingine utabadilika, yale ya Syria wataacha. Hawawezi kuhatarisha vitu vingi, hawawezi. Yani unapogombana na Marekani umehatarisha vitu vingi. Yani Marekani amekaa kwenye njia unajua ya kuendea, unasema ukweni au sehemu unayotaka kwenda kuoa, yani kuwa iko hivyo. Marekani kakaa kwenye reli kuwa ili utimize mambo mengi ni lazima upite kwenye ile reli uende. Sasa unapitaje pale? Kwa vurugu na yeye upite uende, au muelewane upite uende? Mara kadhaa huwa ninawaambia haijalishi una rasilimali kiasi gani kuona nchi yako imeendelea. Haijalishi. Nchi inaweza ikawa haina kabisa rasilimali lakini ikawa imeendelea na uchumi mkubwa na watu wakaishi vizuri. Na nchi zinaweza zikawa zina rasilimali, Nigeria, Congo, Iran, Venezuela, sijui wapi, wote. Yani nawaambia Venezuela, nchi yenye hifadhi kubwa zaidi ya mafuta duniani, raia wake hawawezi kununua mkate, au afford hata kwenda kununua mkate. Hebu ichukue Venezuela rasilimali zilizopo. Nenda katazame nchi kama Korea Kusini. Huwa nawapa mfano mara kadhaa. Korea Kusini inaingia mara 9 karibu mara 10 kwa Tanzania. Korea Kusini kiukubwa wa eneo inaingia zaidi ya mara 9 au mara 10. Nenda katazame nchi 10 duniani zenye uchumi uliosimama. Korea Kusini wamo. Wana nini? Hawana mafuta, hawana gesi, hawana nini, hawana. Haya, nenda kaangalia nchi ambazo zenye rasilimali za kutosha. Kwa sababu Korea Kusini ni Amerika. Korea Kusini ni Marekani. Japan ni Marekani. Toka wapige yale makombora pale, Marekani hakuwahi kuondoka na kuwaridhisha na kuwapumbaza, ili hawa watu, kwa sababu ni watu ambao wanavurugu na wana akili nyingi, tuwaunge mkono kwa kila wanachokifanya.
Hakuna kuwawekea vikwazo, wacheni kakisiwa leo ka Japani na kenyewe ni strong economy duniani kuliko mataifa makubwa, kwa sababu ni Amerika. Yani kubali, kataa, penda, vyovyote vile Marekani kawa overtake wengi mbele. Sasa nasubiri kusikia majibu ya Venezuela, na hii ndio tunaanza hadithi mpya Venezuela. Tayari Marekani kaanza vita rasmi Venezuela. Wakati huo Israeli anataka usaidizi wake kuelekea Irani. Naposema wrong point ni hapa, yani timing iko wrong. Israeli alikuwa anatamani hili litokee na huenda alifahamu nini kitatokea ndani ya Irani kabla hajaenda. Kwa hiyo alikwenda, katika zile taarifa tulizokuwa, alikuwa anaenda kuomba usaidizi wa Marekani kwa ajili ya kuivamia Irani. Marekani hawezi kuchanganya madudu mawili hivi sasa. Hizi unazopambana nazo Venezuela, it's okay, unaweza kusema ni rahisi, tunaweza tukagusa mara moja tukama mziki wa huku, mimi siwezi kujilinda huku, niko kwenye vita, halafu nije nianze kukulinda na wewe huku kwa wakati. Ukitaka nenda peke yako kama una uwezo, chukua washirika wa NATO wengine, au tumia jeshi lililopo kule la CENTCOM la Amerika lililopo kule, uende ukapambane. Lakini kumbukumbu ya 12 days war iko kichwani. Ndio maana tunaratibu shughuli za ndani, tumalize mchezo ndani. Mchezo wa ndani na wenyewe umebuma, haupo kwenye kiwango ambacho kinatakiwa. Sasa tuanze kupika upya majungu. Inabidi warudi tena kuanza kupika majungu upya. Yani kama walishindwa Syria wakati ule, wakarudi kujipanga upya, wakatafuta mbinu mpya za kuidondosha serikali ya Syria kupitia majenerali ambao baadaye niliwasomea taarifa, ripoti iliyochapishwa na Uchina kuwa kulikuwa kuna uthibitisho wa wazi wa moja kwa moja kuwa majenerali wengi wa Bashar al-Assad walikuwa wamenunuliwa kabla ya vita. Wengi walikuwa wameshanunuliwa, yani wameshafika kwa makubaliano kuwa angusha, wakawa wanapisha tu, watu wanakwenda. Urusi kaisha kaa kwenye meza, kaisha thibitishwa maslahi yake, akawa anapiga makombora sehemu anapopiga. Irani ambaye hakuambiwa wewe hatukutaki wala nini, akabeba jeshi lake akarudi kwake. Lengo alikuwa anatafutwa Irani na Assad peke yake pale Syria, ndio walikuwa wanatafutwa. Na niliyazungumza kabla hayajatokea, nikamwambia jamani, anayetafutwa Syria ni Irani na Bashar al-Assad, sio Urusi. Hao wote wataondoka na Urusi atabaki. Maneno yangu yalitimia. Rahby